Nini kimetokea jirani? Hebu niambie nini kimetokea, shida nini? Sasa utajua, tutuliza moyo, hili jambo ni la taratibu. Ni la taratibu. Jamani asi. Na baba yake yuko wapi? Baba yake alienda kununua mahindi. Kwa anaenda kutafuta mahindi kule. Sasa tangu ameenda sasa baba hajarudi. Kama na namba ya simu jaribu mpigie ili awahi kurudi pia. Halo. Hey Johnny. Uko wapi? Uko wapi? Sasa nisikilize vizuri. Fanya linalowezekana. Sasa hivi wewe nyumbani uje haraka. Kuna shida kubwa imetokea. Johnny, usiulize maswali mengi. Nimesema hivi, kama kuna kazi unayoifanya, iache, chukua bodaboda. Chapu uje na haraka, kuna shida kubwa imetokea. Bwana, sio muda kuulizana maswali. Nimesema fanya haraka, kuna tatizo kubwa hapa. Vero na mtoto wako kuna shida imetokea, fanya haraka. Tuliza moyo ndugu yangu. Haiwezekani. Nimeshapokea. Vero. Nafahamu kiasi gani maumivu unayopitia, hasa kwa kuwapoteza wapendwa wako, mke na mtoto wako. Lakini ndio unatakiwa utambue kwamba duniani huwa tunaishi hivi tu. Lakini mimi ninachoamini, hapa kuna mkono wa mtu. Yaani haiwezekani wewe umeondoka, umeenda kuhemea mahindi. Unaacha watoto ni wazima, mtoto ni mzima, mama ni mzima. Halafu baada ya muda mfupi unakuta amefariki. Na hawana hata majeraha. Fikiria. Na kwa nini tokee ghafla kiasi hiki? Na kwa nini usubiri wewe umetoka umeenda kununua mahindi huko kijiji cha jirani, afu hali tokee wewe haupo? Kuna kitu nyuma ya pazia. Na hicho kitu ndio inatakiwa mimi na wewe tushirikiane tuweze kujua leo. Na kama nitagundua au tutagundua kuna mtu anahusika juu ya hili, damu yake iwe halali yetu. Na nakuhakikishia nitainywa damu yake live hivi mchana kweupe. Mimi inaniuma. Kali katoto jinsi ambavyo nilikuwa na kalea, wewe muda ule huko umeenda kule jela. Nimekaa nako miaka miwili bado kadogo na kalea vizuri. Kamekuwa kama katoto kangu. Mimi inaniuma. Mimi sijui nimekosea nini. Ana kila changamoto zinanikuta mimi. Natoka hivi zinakuja hivi. Hata sijui nimekosea nini. Unaona? Naomba mimi na wewe tushirikiane. Tumtafute aliyeko nyuma hili tukio. Haiwezekani. Matukio yote tulopitia John kipindi cha nyuma, furaha unaanza kuipata, hapa inatokea shida kama hii John. Hapana. Halivumiliki.
Yaani kama kuna mtu anahusika. Huyo sio kumwacha. Huyo ni mnyama. Huyo sio kumwacha hai. Anyway, mimi nikuombe tu kuwa na moyo wa kiume, vaa ujasiri kama mwanaume. Achana masuala kulialia, sio muda wake huu. Sasa hivi tunaingia vitani. Naomba ujikaze. Na kuanzia sasa hivi mimi nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. Asijini watu gani, pia ita watu aina. Mtu unapita njiani anakukumba hapo, angalia alivyokuwa la chola. Asijini majini, sijini kule. Ndio kuna maji kwanza. Yapo. Ndio hebu ngoja nikwambie. Mpenzi wako kauawa kule Forodhani huko kauawa. Kapigwa Nimekutana na mtu mawili hivi. Yamejipakapaka yamejichoachora sijui majini, sijui vitu gani, ni hata siyaelewi. Yamempiga huko yupo huko sijui kafa. Nende sasa hivi mimi ngoja niende katoe taarifa kwa mwenyekiti. Kwanza uko wapi? Ile nyama ile ilikuwa tamu, shoga yangu umepitwa ukondo. Yaani alikuwa anajisifu, mara anamgawa, mara anaduka, sasa hivi hayupo. Kwa kombora niliyomtupia yeye na mwanae. Kazi imeisha. Uko wapi? Rudi ujitandaze, rudi. Yule mwanaume ameshakuwa kwako, njoo mdhibiti. Rudi shoga yangu, unafeli wapi? Basi mimi ngoja niende kwenye kuni. Nikisha rudi nitakuja nikupe mchapo wote. Umeelewa? Haya poa.
Una nini wewe? Unaona hapa? Nishatoa roho ya mtu mmoja. Hivi unajua jinsi ulivyo? Hapo unajua sikuelewi kauzu. Kauzu shida gani? Hata unatembeaje na madamu kama haya wewe? Sio madamu, nimetoka kukata kichwa cha mtu. Fanya hivi kwanza. Sawa. Nenda kaoge kwanza utoe damu. Unajua umeshakaa damu mwili mzima. Nisikilize. Wale watu ambao wamefanya mauaji ya mke wako pamoja na yule mtoto, nimewajua moja baada ya mwingine. Something. Kuna yule Mariamu yule. Wana kikundi chao cha kichawi. Nimemsikia live kwa masikio yangu, alikuwa anaenda kukata kuni, akawa anaongea na simu na jisifu kwamba wameshamuua mtoto wako na amemwona mke wako na nyama yao ni tamu, ameiba jana. Nachoka baba yenu. Kwa sasa tufanyeje? Sasa nilichokifanya nikaona sina muda wa kupoteza. Nikasema nikikupigia simu au nikafanya tutapoteza muda, na nikaana najua naenda kukata kuni. Kwa nikamvizia moja kwa moja. Na unavyoniona nishacheka. Tunatakiwa tuafiki moja baada ya mwingine. Baada ya hapo sasa tumalizie na huyo mpumbavu wao mkuu wao wa chawi. Hamna shida. Sasa usipoteze muda, tembea. Tutafanya hivi. Kuna nini? Mbona siku mbaya sana kwangu leo? Shida ni nini? Umeamka sio? Chao kidogo. Sasa leo ndo mwisho wako. Wewe ulikuwa unakula nyama za wenzio? Unaniua. Ulikuwa unakula nyama za wenzako. Sasa zamu yako. Unaniua. Wewe umezoea kuonja vifo vya wenzio. Tena unakula nyama unajisifu kwamba ni tamu. Binadamu mlio na roho mbaya kama nguruwe. Yaani nikamla nyama mtoto wa changu nimemlea kwa muda miaka 2. Huna tauma. Unajua nimepata tabu kiasi gani ukalea kale katoto wakati babake yuko gerezani. Sasa leo utanitambua leo. Sasa sikuna jifanya mjanja wewe.
Yaani kumbe mpaka mkachukua vitunguli vyenu nyumbani ndani huko ndio mweze kuruka. Kachukue sasa, usijeti. Unaanza kuruka hayo. Kachukue. Nimekufanyia surprise attack. Hii ndio inaitwa surprise attack. Yaani unakamata mtoto mdogo unaua, unakula nyama, unajisifu. Sasa nakuua leo.